Tunasubiri tu ile 1% ikamilike hiyo tarehe 29 mwezi wa 10 2025 kwa wananchi kushiriki uchaguzi kwa kupiga kura na kuchagua viongozi wanaowataka. Hakuna vurugu zozote ambazo pengine zimesharipotiwa katika ofisi yenu? Hapana. Shughuli ziko shwari kabisa. Shughuli ziko shwari. Na wale ambao wenye sifa ni wapi? Wale ambao watashiriki hilo zoezi la upigaji kura? Ni yule aliyejiandikisha, mwananchi kuanzia mwenye umri wa miaka 18 lakini aliyejiandikisha katika kituo chake. Na orodha ya wale wapiga kura walishabandikwa katika vile vituo vyote. Kwa hiyo kila mmoja alipojiandikisha akitembelea sasa hivi ataona jina lake na anaweza kwenda kutembelea kuhakikisha jina lake lipo. Lakini pia mwaka huu uliopo utaratibu wa mwananchi ambaye anaomba kupiga kura tofauti na kituo ambacho hajiandikishia. Kwa hiyo kwa wale pia walioomba hivyo kwa maana gani? Kwa maana gani? Inawezekana kuna mwingine kwenye safari, wewe umetoka Morogoro kikazi, upo Njombe au upo Makambako. Kwa hiyo kuna nafasi ya kuomba kibali cha kupigia kura Makambako, utamchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nafasi ya urais. Kwa sababu utakuwa sio mkazi wa kata husika au jimbo husika, kwa utapata nafasi ya kuchagua rais. Lakini pia labda umehama kata, utapata nafasi ya kumchagua mbunge pamoja na rais, si ndio? Ndio, lakini pia ukikuwa kuna nafasi kwa wale ambao wamehama kata. Kwenda kuboresha taarifa zao kwenye daftari la wapiga kura. Kwa hiyo nadhani wale wengi ambao wamehama kata kutokana labda na makazi, alikuwa kata ya Kivavi, amehamia kata ya Mji Mwema, alipata nafasi ya kwenda kufanya kuboresha taarifa zake. Kwa hiyo taarifa zake zilihamishwa kutoka Kivavi zikasomeka wapi? Mji Mwema. Ndio maana tunatoa wito kwa sasa, muda uliopo sasa, kila mmoja atembeleke kituo ambacho alienda kujiandikishia au aliomba kushiriki kupiga kura hapo. Okay. Na kuna wale ambao tumeona maeneo mengine kuna watu ambao wamepoteza vitambulisho vyao na tukaeleza kwamba vitambulisho mbadala vitatumika. Vipi kwa hapa kwetu Makambako? Nadhani utaratibu huo kila utaratibu ambao unatangazwa na tume unatumika nchi nzima. Kwa hiyo kama tume wakitangaza kitu fulani, mwananchi anatakiwa afuate yale maelekezo ambayo yanatolewa na tume. Anaweza kupata nafasi ya kushiriki. Sawa, unaweza kutukumbusha pia mbadala wake. Umepoteza kitambulisho cha kupigia kura, mbadala ambao unaweza ukatumia sasa wewe ambaye unataka kushiriki zoezi hili. Kwa mfano katika Mbeya kule umesema kwamba unaweza kutumia leseni, unaweza kutumia pasi ya kusafiria na kadhalika. Kwenye kuboresha daftari la wapiga kura, ina maana taarifa zake bado ziko Ubena. Kwa hiyo kama kupiga kura atatakiwa aende Ubena. Na kule Ubena ina maana yeye anaishi wapi? Mji Mwema. Ina maana kule Ubena akienda atawachagulia wenzake wakazi wa Ubena diwani, kwa sababu ni kata mbili tofauti. Ubena iko kata ya Makambako na huku ni Mji Mwema. Kwa hiyo sasa hapo ndo maana tume ilitangaza nafasi kwa wale watu waliohama kata, waliohama mitaa kwenda kuboresha daftari, lakini kwa ufupi tu kwamba taarifa zake zitasomeka Ubena. Okay. Anasema mimi nimehama kutokea Makete, niko Makambako sasa hivi. Natakiwa nimchague rais tu. Unamchagua rais tu endapo ulijaza ile fomu ya kuomba kibali. Kama ulijaza. Kama hujajaza basi umekosa sifa. Umekosa sifa, anatakiwa arudi Makete. Akashiriki uchaguzi. Okay. Anaitwa William Pingahala kutokea Ihanja. Napenda kujua kwa yule ambaye hajui kusoma itakuwaje? Hajui kusoma, utaratibu upo kama kawaida chaguzi zilizopita. Anaweza yeye akamchagua mtu anayemwamini, akaenda kumsaidia kuchagua kiongozi anayemtaka. Kwa hiyo ni uaminifu tu yule mtu ambaye huyu ataomba usaidizi na kupigia kura. Lakini pia kuna utaratibu wa kwenda dole gumu. Okay. Watu kujitokeza. Kwa hiyo kama ni foleni, mtu lazima apate nafasi ya kwenda kupiga kura yake ya asili pale kwenye kituturi. Akipiga kura yake asili, akimaliza anatoka. Kwa hiyo wananchi wasione kwamba ni foleni. Kwa sababu ni jambo labda mmejipanga katika kuhakikisha kwamba foleni zitakuwa sio kwa kiasi hicho. Foleni labda vituo vitafunguliwa saa ngapi? Vituo vyote vinafunguliwa muda mmoja ambao ni saa 1 kamili. Zoezi itaanza saa ngapi? Saa 1 kamili. Yaani saa 1 kamili kituo kinakuwa kiko wazi. Na kula hapo mtu wa kwanza anaanza kuingia kupiga kura. Saa 1 kamili. Ina maana maandalizi yanakuwa yameshafanyika, ni bado tu ile kufungua mlango, then zoezi lianze. Na ukomo wake? Ukomo wake saa 10 kamili jioni. Na matokeo yanatangazwa baada ya muda gani?
Wakishakamilisha kuhesabu, taratibu zote wamezikamilisha, yatatangazwa. Okay. Na kitu gani ambacho wananchi wanatakiwa kuzingatie siku ya upigaji kura? Maanake kuna ile kwamba watu wanalinda kura, utaratibu uko vipi? Mimi nadhani utaratibu tu ambao umewekwa uzingatiwe, piga kura, then subiri matokeo ukiwa nyumbani. Muda ukifika wa kutangaza matokeo, unaweza ukasogea, lakini ile usema kwamba unalinda kura, wapo watu mahususi. Ndio maana kuna makarani ambao ni wawakilishi wa chama fulani. Hivyo basi kila mmoja tukisema tulinde kura, tuko watu 1000, kwa kitatosha. Na uvunjifu wa amani pia unaweza kutokea. Kwa hiyo tuhesabi, tupige kura, tuache wahusika wa hesabu, muda wa kutangaza tutajua. Na kwa sababu mawakala watakuwepo wa vyama vyote vile ambavyo vinashiriki. Mawakala wapo. Mlemavu hajatoa ufafanuzi, labda unaweza kutolea upande wa ulemavu utaratibu uko vipi? Utaratibu umewekwa mzuri. Kwa hiyo akifika kituoni na miundombinu wezeshi ipo, anaweza kashiriki, anaweza na anashiriki uchaguzi. Utaratibu ushawekwa vizuri. Okay. Lakini pia kama ni una ndugu yako mlemavu, unaweza kumchukua kumsaidia kumpeleka kwenye kituo ambacho alijiandikishia. Tumegusia kila sehemu muhimu. Mimi wito wangu tu ni wananchi kujitokeza kupiga kura na kumchagua kiongozi wanayemtaka, kwa sababu usiposhiriki uchaguzi utaendelea kulaumu tu. Kwa hiyo kwa ambao tupo na tujiandikisha, tujitokeze kupiga kura. Kura yako, haki yako, jitokeze kushiriki uchaguzi.